Ujumbe ambao nakuletea ndugu yangu una kichwa kinachosema mshahara wa dhambi ni mauti. Wewe kama Mkristo au mimi kama Mkristo ni lazima tujifunze siku zote kuikataa dhambi na kukimbia kwa gharama zozote. Biblia imeeleza madhara ya dhambi katika upana mkubwa sana. Na leo nataka tuangalie katika Biblia mahali ambapo Biblia imeelezea madhara ya dhambi ili tuweze kujua dhambi ni mbaya kiasi gani na jinsi inavyoweza kuathiri maisha ya mtu na hata kugharimu katika vitu vingine ambavyo sio vya kawaida. Kitabu kile cha Yohana sura 8 na ule mstari wa 34 nitasoma pale. Yohana sura 8 na ule mstari wa 34. Nataka tuangalie jinsi dhambi inavyotajwa katika Biblia. Yohana mtakatifu sura ile ya 8 na ule mstari wa 34. Biblia inasema hivi, Yohana sura 8 mstari wa 34. Biblia inasema Yesu akajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa akae nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Umeona? Biblia inasema kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Sasa leo nataka tuangalie tofauti ya mtumwa na mtu mwingine wa kawaida. Mtu wa kawaida siku zote anakuwa hatumikishwi na kitu kingine, huyo yuko huru. Lakini mtu ambaye anatumikishwa na jambo fulani, huyo anakuwa ni mtumwa. Kwa mfano, mtu ambaye ameajiriwa katika kampuni fulani au shirika fulani, yule mtu pale anapofanya kazi ni mtumwa wa lile shirika. Haijalishi ninamlipa fedha nyingi au fedha chache, yeye tayari ni mtumwa, kafungwa katika lile shirika. Na mwisho wa siku katika utumwa wake ni lazima atakuwa analipwa mshahara. Ni lazima atakuwa analipwa mshahara. Hawezi kutumika bure tu. Hawezi kwenda pale kufanya kazi, anaamka asubuhi mapema, anaacha shughuli zake, anawahi kazini, alafu anaenda kutumika bure tu. Mwisho wa siku, mwisho wa wiki au mwisho wa mwezi asipokee lolote. Kwa hiyo huyo ni mtumwa, maana yake yupo katika kifungu fulani, anatumika katika sehemu fulani. Na huyu mtumwa anakuwa analipwa mshahara wake. Na hapa Biblia kupitia Bwana wetu Yesu Kristo anasema mshahara kwa kuwa mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu anasema kwamba kwa kuwa kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Labda turudie kusoma pale vizuri. Anasema Yesu akajibu, labda nianzie tu mstari wa 31 ili tuweze kuelewa vizuri. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahim, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nayo wasemaje itawekwa huru? Hilo ni swali ambalo walikuwa wanamuuliza Bwana Yesu. Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hasemi kila anayetenda dhambi ni rafiki wa dhambi au ni mtu anaipendeza dhambi. Anasema ni mtumwa wa dhambi. Maana yake huyu anafanya kazi, na kama kazi ya kutumika lazima ina mshahara. Sasa mshahara wake ni nini? Ndio naomba sasa tukasome kile kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 23 tuweze kuconnect ya mambo ili tuweze kuelewa madhara ya dhambi kwetu sisi wa Kristo na hata wasio wa Kristo. Warumi sura ile ya 6 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema hivi. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Kwa maana mshahara, zingatia hilo neno, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hapa anasema mshahara wa dhambi, sio matokeo ya dhambi. Kuna tofauti ya matokeo ya kitu na mshahara wa kitu. Mshahara wa mtu, mshahara maana yake ni mtu anapata malipo kutokana na kile alichokitumikia, lakini matokeo ni mtu anapata jawabu ya kile ambacho anakifanya. Kwa matokeo ni tofauti na mshahara. Hapa Biblia inasema mshahara wa dhambi sio mauti, sio matokeo ya dhambi. Sasa ukijua kwamba dhambi inakulipa mshahara au inamlipa mtu mshahara, maandiko yamesema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa nitengeneza picha huyu mwajiri, kama ni mwajiri labda au unafanya kazi umeajiriwa labda katika kampuni fulani au shirika fulani au kwa mtu tu, wewe ni mtumwa labda. Alafu unamtumikia yule mtu mwezi, labda wiki, mwezi. Alafu mwisho wa mwezi badala ya kukupa mshahara wa thawabu, fedha au chochote kile ambacho kinaweza kikafaa maisha yako, anakulipa mauti, maana anakuua. Utaona kabisa huyo sio mwajiri mzuri. Hali kadhalika Biblia inafananisha dhambi na mwajiri. Maana yake leo ajiri watu, na watu wote ambao wanaitenda ile dhambi maana yake wanaifanya kazi na wanatumikishwa. Na hapa Biblia Bwana Yesu anasema kwamba mwana akae nyumbani siku zote, mtumwa akae nyumbani siku zote. Hawezi kukaa nyumbani. Maisha yake ni ya kutanga huku na kule, kwa sababu anapokea amri nyingine nyingi kutoka kwa yule bwana wake au bosi wake. Na hapa dhambi inatajwa kama boss, kwamba inatumikisha na pia inamlipa mtu mshahara, na mshahara wenyewe ni mauti. Sasa mfikiria huyu dhambi tumtengeneze kama mtu ambaye anamlipa mtu
matokeo yake anampa mtu mauti badala ya kumpa mtu kitu kizuri. Lakini hapa anasema bali karama ya Mungu ni uzima milele. Maanake Mungu anatoa thawabu ya uzima milele, lakini dhambi inamlipa mtu mauti. Sasa wengi wetu waga tukitafakari na kujifunza kuhusiana na mshahara wa dhambi kwamba ni mauti, huwa tuelewe kwa upana ni kwa namna gani dhambi inaleta mauti katika maisha. Wengi tunakimbilia kutafakari katika mauti ya damu na nyama, kwamba tu tenda dhambi alafu takufa siku moja. Hayo ni matokeo ya mwisho kabisa dhambi. Lakini matokeo ya kwanza kabisa dhambi inaanza kuua vitu vidogo vidogo, inaanza kuleta mauti katika vitu vidogo vidogo, na mwisho inamaliza na maisha ya mtu. Ndicho kilichotokea pale Eden. Bwana Mungu alimwambia Adam kwamba siku atakapokula ile matunda hakika atakufa. Lakini hatuoni kwamba siku alipokula ndio siku ile alikufa. Sasa unaweza kujiuliza, je, neno la Mungu linakinzana au Mungu aliodanganya? Hapana. Adam alikuja kufa miaka 930 baada ya kuumbwa. Alikaa miaka 930, lakini neno la Mungu lilitimia ya kwamba atakuja kufa. Lakini angalia kifo ambacho kilianza pale. Kikwanza tu Adam baada ya kula tunda pale akalala chini. Vitu vidogo vidogo vilianza kufa katika maisha yake. Cha kwanza ilianza kufa nafsi yake, ndani yake ilianza kufa. Ile furaha ilianza kufa ndani yake. Ile amani ikaanza kufa. Ile raha ambayo alikuwa anaipata katika maisha yake ikaanza kufa. Hapo bado mauti ya mwili haijafika. Kazi zake zikaanza kufa. Mungu akamwambia utakula kwa jasho. Ile miti ambayo ilikuwa inamtolea matunda sasa inaanza kuzaa michongoma. Ule mti ambao alikuwa kutumia na kula na pata afya sasa hivi unaweza kumletea magonjwa. Yule mnyama ambaye alikuwa anamtuma kufanya kitu fulani sasa hivi anamgeukia. Yule simba ambaye pengine alikuwa ni rafiki yake sasa hivi ni adui yake. Kwa ile upendo unaanza kufa ndani yake. Furaha inaanza kufa. Amani inaanza kufa. Kwa hiyo dhambi inaanza kuwa kwanza vitu vya ndani. Alafu ndipo baadaye inakamilisha na mwili wa damu na nyama. Kwa tunapoangalia madhara ya dhambi tusiende kukimbilia kuangalia tu kwamba inaua mwili. Ni heri ingekuwa inaua mwili tu. Kwamba basi utaishi maisha fulani, amani, raha, alafu mwisho wa siku unakufa, alafu inakuwa ndio imekulipa hivyo. No. Inakwambia inakupa mauti. Mauti inaanzia vitu vya ndani. Inaanza kuua mahusiano yako. Dhambi inaua ndoa. Ulikuwa na mahusiano mazuri wewe na mke wako, wewe na mume wako. Unashangaa yanavunjika. Kutokana na nini? Ni dhambi. Dhambi inaua mahusiano ya wewe na wazazi wako. Ulikuwa na mahusiano mazuri na wazazi wako, kutokana na dhambi katika maisha yako. Sasa hivi hampatani tena. Dhambi inaua mahusiano mazuri wewe na ndugu zako. Mlikuwa mna mahusiano mazuri lakini sasa hivi mnaitana wachawi. Sasa hivi mnachukiana, mpendani tena. Dhambi inaua mahusiano yako wewe na mtu mwingine yoyote. Yote ni dhambi. Lakini heri tungekuwa basi inamaliza kuua vitu vyako wewe vya kimaisha au vinavyohusu watu wako ndani. Biblia inatuambia pia dhambi inatufarikisha sisi na Mungu. Katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 55. Naomba tusome pale. Isaya sura ile ya 55. Nataka tuangalie jinsi gani Isaya sura ya 59. Nataka tuangalie jinsi gani dhambi inaweza kuleta madhara katika maisha ya mtu. Isaya 59 mstari wa 2. Isaya sura ya 59 mstari wa 2. Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 59 na mstari wa 2, Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Anasema mkono wa Bwana haukupunguka wala sikio lake si zito. Lakini maovu yenu, maovu yetu sisi, anasema yametufarikisha. Hapa zingatia ile neno, hajasema yametufarakanisha. Anasema yametufarikisha. Kufarikisha kunatokana na neno kufariki. Kwa hiyo maasi na dhambi zinatufanya tunakufa kimahusiano sisi na Mungu wetu. Hatumuoni tena Mungu. Ndicho kilichomtokea wazazi wetu, kilichotokea wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa. Mahusiano na Mungu yalikufa pale pale. Yule Mungu ambaye alikuwa anamuona kila siku jioni anatembea bustanini wakati wa jua kupunga, hawakumuona tena kuanzia wakati. Ikawa ni ngumu kumpata tena yule Mungu ambaye alikuwa anampenda. Mahusiano yalikufa, iliwafarikisha. Na matokeo sasa kufarikishwa kwa mambo mengine yote, kuanzia upendo wako, furaha yako, utashi wako, busara yako. Dhambi inaua busara ambayo iko ndani yako. Dhambi inaua hekima ambayo pengine ulikuwa nayo. Dhambi inaua ule ufahamu ambao unao. Unakuwa mwingine, ndipo sasa inamaliza na tokeo la mwisho ambalo ni mauti ya damu na nyama, mauti ya mwilini. Kwa ukielewa dhambi madhara yake katika muktadha huo, utajitenga na dhambi, utaikimbia dhambi. Nitajitenga na dhambi, nitaikimbia dhambi, kwa sababu najua matokeo yake au mshahara wake ni upi. Ni zaidi ya matokeo. Inalipa mshahara, dhambi inakupa mshahara. Na ule mshahara utaki usitaki utapokea tu.
Kwa hiyo tukishaanza kuelewa namna hii tunaona jinsi gani dhambi ni. Bado unasikia neno hili, kaka unasikia neno hili, mama unasikia neno hili, mtumishi unasikia neno hili. Kaa mbali na kadri unaweza. Kimbia uzinzi na uasherati. Kimbia ulevi. Kimbia dhambi zote zinazotajwa kwenye Biblia. Na hivyo hivyo ni kwa kila mtu, amri hizi zinamhusu. Sasa unaweza kujiuliza utawezaje kushinda dhambi? Hatujapewa garantia kuweza kushinda dhambi kwa nguvu zetu. Hakuna mwanadamu yote anaweza kushinda dhambi kwa nguvu zake. Lakini kupitia Roho Mtakatifu tunapewa uwezo wa kufanya yale ambayo tuyawezi. Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya maisha yako anakupa uwezo wa kushinda dhambi. Sio kwamba dhambi inakaa mbali na wewe. Dhambi inakuwa karibu na wewe lakini unaishinda sababu hujatoka ulimwenguni. Tutakapotoka ulimwenguni ndipo hapo sasa tutakuwa tumeshaishinda dhambi. Dhambi itakuwepo tena. Lakini maadamu bado tunaishi katika dunia, tutakutana na vitu vyovyote ambavyo vinatuchochea sisi kufanya dhambi. Tunashindaje dhambi sasa? Ni sisi kwanza kumtafuta Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunampata kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Pili, kubatizwa katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu Kristo. Sasa sana kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 37 hadi 38. Baada ya hapo sasa dhambi zinaondolewa, ndipo Roho Mtakatifu anapata kibali cha kuingia. Unapojazwa na Roho Mtakatifu, zile dhambi ambazo kunaona ni ngumu kuziacha, Roho Mtakatifu anakupa uwezo wewe kuziacha kirahisi tu. Na hapo unakuwa ni kiumbe kipya. Lakini usipozingatia ndani ya maisha yako na moyo wako, unaposikia sauti ya Mungu, huwezi kupata msaada wa kimungu. Msaada wa kimungu utakuwa mbali na wewe kwa sababu ya kuzingatia ndani ya moyo wako. Ninapoenda kumalizia, nataka nikwambie umuhimu wa kuzingatia maneno ya Mungu unayoyasikia. Usiwe mtu wa kupuuzia. Usiwe mtu unayesikia mara 2 mara 3, ambiwa jambo lile lile. Ukiwa mtu namna hiyo utashindwa kuivisha mambo mema katika maisha yako kiroho na safari yako kwenda mbinguni. Unaposikia neno la Mungu, jitahidi kuzingatia lile neno unaloambiwa. Jitahidi kuzingatia lile neno unalolisikia. Kwa sababu kile unachokisikia huenda kijatoka kwa mtu, kutoka kwa Mungu. Katika kitabu cha Luka sura 15 na ule mstari wa 11 hadi 18, utasoma habari ya mwana mpotevu. Mwana mpotevu ni kijana ambaye aliomba urithi kutoka kwa baba yake. Na huyu tunaweza tukasema alitaka urithi kabla baba yake kufa. Na alikuwa ni mwana mdogo. Na wakati analilia kutaka urithi, baba yake akaona ni bora mwachie, ampe kile anachotaka. Ile anatuambia alitoka kaenda nchi ya mbali akatapanya mali zake kwa maisha ya uasherati. Alipokwisha kutumia vote, njaa kuu iliingia katika ule mchi. Yeye naye akawa katika hali ya kuhitaji ile anatuambia. Ikafika kipindi akawa anatamani chakula kile nguruwe anachokula. Na wala kuna mtu alimpa kitu chochote. Neno la Mungu linatuambia. Lakini tukirudi pale pale kwenye Biblia katika kitabu cha Luka sura ya 15. Biblia inatuambia ya kwamba alipozingatia ndani ya moyo wake kwamba ni watumishi wangapi wa baba wanaokula na wanaokunywa. Ni watumishi wangapi wa baba wanaolala na kuamka wakiwa free. Na mimi nateseka huko na kufa kwa njaa. Alipozingatia moyoni mwake. Biblia inatuambia alipozingatia. Kwa hiyo kumbe kitu cha kwanza cha wokovu kinaanza katika kuzingatia. Moyoni na wala si mwilini. Ndani ya moyo wako. Kumbe sauti ya Mungu ilishaanza kumsemesha huyu kijana tangu zamani. Ilishaanza kumsemesha kwamba arudi kwa baba. Ilishaanza kumsemesha kwamba aache mabaya. Ilishaanza kumsemesha kwamba aache vyote vyote. Lakini kumbe alikuwa haizingatii ile sauti. Mwisho wa siku alipofika kipindi cha kuona bora nizingatie kile ambacho nakisikia ndani ya moyo wangu, sio ndani ya katika TV au mahali pengine, ndani ya moyo wangu. Hapo ndipo alipopata wokovu. Hali kadhalika na sisi ni lazima tujifunze kuzingatia sauti ya Mungu. Labda nikusomee habari kwa ufupi tu ili tuweze kupata picha ya jambo hili. Biblia ilikuwa inataka kutufundisha nini? Kitabu cha Luka sura ya 15. Alafu ule mstari wa 11 nitasoma alafu tutaenda kuomba. Akasema mtu mmoja alikuwa anaona wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia." Akagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu alimpa kitu. Alipozingatia mstari wa 17. Anasema alipozingatia moyoni mwake alisema, "Ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako." Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, babaye alimuona akamwonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Umeona? Kwa kumbe wokovu unaanza kwa kuzingatia moyoni.
Unaposikia neno la Mungu linalokuonya kuhusiana na dhambi au makosa, hatua ya kwanza ni kuzingatia ndani ya moyo wako. Kitabu cha Warumi sura ya 10 anasema lile neno liko mbali sana nawe, lipo katika moyo wako, lipo katika kinywa chako. Kwa maana ukimwamini Yesu kwa moyo wako na kumkiri kwa kinywa chako, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu amini atakupata haki, na kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Sasa hili neno lipo ndani ya moyo wako linalokuambia dhambi ni mbaya, dhambi inakuletea mauti, inakuharibia utu wako ndani kwanza. Na maana unaweza kujiona haupo sawa, wewe ni mtu wa chuki, mtu wa kinyongo. Tayari dhambi imeshaua utu ndani yako. Dhambi imeshaua neema ndani yako. Dhambi imeshaua kibali ndani yako. Dhambi imeshaharibu kazi zako zote, kama ilivyoharibu katika bustani ya Eden. Yule Adamu ambaye alikuwa analima nchi na mzalie yenyewe, sasa imzalie tena. Dhambi imeharibu kazi zake. Hali kadhalika na wewe pia vivyo hivyo. Dhambi imeharibu kuanzia utu wako ndani na inaenda kumaliza na utu wako nje, na mwisho utaenda kufa. Kwa usijiangalie pia una afya sana. Usijiangalie wewe ni mnene au pengine ni mwembamba lakini haupati maradhi na magonjwa. Ukasema mimi niko sawa, mbona nafanya dhambi lakini nina afya? Mbona lakini naishi? Tayari dhambi ilishaanza kukulia vitu vingi. Na vitu vingine ambavyo vimekufa sio rahisi kufufuka kama utamkimbilia Kristo. Kwa Kristo unapoenda kufuata, kitu anachokifanya katika maisha, anaanza kukuisha utu wako ndani. Anakufufua utu wako ndani. Aliyekuwa amepotea, aliyekuwa amekufa anakufuka upya. Ndio maana huyu mwana mpotevu baadaye alipokutana na babake akamwambia, akaambia watu, mwanangu alikuwa amekufa sasa yuko hai. Kwa nini babake amwambie mwana mpotevu kwamba alikuwa amekufa na sasa yuko? Kwa nini? Kweli alikuwa amekufa hapana. Lakini alikuwa amekufa utu wake wa ndani. Lakini sasa amefufuka yuko hai. Kwa vile vile tunaporudi kwa baba yetu aliye mbinguni na kuzingatia mioyoni mwetu kwamba tusaidie tuache dhambi, tunaenda kupokea ufufuo wa utu wa ndani. Amani iliyokuwa imekufa inarudi. Upendo wako ambao ulikuwa umekufa unarudi. Furaha yako ambayo imepotea inarudi kwanza. Hivyo ndio vitu vya kwanza vinarudi ndani yako. Alafu baadaye anakuisha. Usikimbilie Bwana kuponye mkono. Usimkimbilie Bwana kuponye mguu. Usimkimbilie Bwana kuponye afya. Kimbilia kwanza kuponye utu wako ndani. Hivyo ndio vya kwanza. Baadaye hata usipopata uponyaji wa hivyo vitu vya nje, unahakika kwamba utu wako ndani uko salama. Kwa sababu mwili tutakapokufa utabaki ardhini, lakini roho zetu na nafsi zetu inarudi kwa Mungu. Ndivyo Biblia inavyosema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Kwamba mwili roho itakapomrudia ile ito. Kwa hiyo ndugu yangu, unasikia maneno haya, ni wakati wa kubadilisha maisha, wakati wa kutengeneza maisha. Ni wakati wa kutafuta Bwana, wakati wa kuangalia na kuzingatia ndani ya moyo wako. Namalizia na kitabu kile cha Mithali sura ya 23 na ule mstari wa 26. Mithali sura ya 23 na ule mstari wa 26. Neno la Mungu linatuambia kuhusiana na kumpa Mungu mioyo yetu. Mithali sura ya 23 na ule mstari wa 26. Mithali 23:26. Neno la Mungu linasema, mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe njia zangu. Mungu anatuambia mpe moyo wako, mwanangu nipe moyo wako. Ananiambia na mimi nimpe moyo wako. Anza kuzingatia ndani ya maisha yako, kupambana na dhambi, kushughulika na dhambi. Hiyo ndio sumu ya kwanza ya Mkristo, na sio Mkristo, hata kila mtu duniani. Adui wa kwanza wa mtu ni dhambi, zaidi ya shetani, sababu shetani anatumia dhambi kuharibu mtu. Pasipo dhambi shetani ana nguvu yoyote. Ni kiumbe tu kilichoumbwa kinachoishi, lakini anatumia dhambi kuweka ndani ya maisha ya mtu, kumletea madhara mtu. Kwa tukikimbia dhambi tumeshamshinda shetani, lakini tukikumbatia dhambi hatutaweza kumshinda shetani. Na Biblia inatuambia atendee dhambi mtumwa dhambi. Maisha yako ni uasherati, wewe ni mtumwa. Maisha yako ni ya kujichua, wewe ni mtumwa. Maisha yako ni ya kutukana, wewe ni mtumwa. Maisha yako ni ya uwizi, wewe ni mtumwa. Maisha yako ni ya ulevi, wewe ni mtumwa. Maisha yako ni mabaya kulingana na Biblia, kitabu kile cha Galatia sura 5 mstari wa 19 na kuendelea. Vyote hivyo orodheshwa pale. Wivu, usuda, uchawi, ugomvi na mambo mengine yote mabaya. Maisha namna hiyo, wewe ni mtumwa. Unatumikishwa na ujui, na pia unalipwa mshahara. Huo mshahara unaingia katika maisha yako. Hiyo unataka utaki, unajua hujui. Vitu vinakufa, vinaendelea kufa vitu vyako. Huwezi ukaviona. Vingine vionekani kwa macho. Mwilini bado unataka kuona baadaye kwamba sasa naenda kufa. Lakini kuna vitu vishaanza kufa. Pambana na dhambi, shughulika na dhambi. Kwa msaada wa Mungu tunaweza, kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo tunaweza. Si kwa nguvu zetu, si kwa jitihada zetu, bali kwa neema iliyoko ndani ya Yesu Kristo kupitia damu yake, na kutubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, kupokea ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili takatifu. Nasema asante kwa kuwa unatutendea na unatujali. Ninaomba ukatusaidie Baba katika tunayosikia na tunajifunza, tuweze kuzingatia ndani ya mioyo yetu kama mwana ule mpotevu aliyezingatia. Tumepotea, tumepotoka, lakini kwako wewe kuna msaada, na kwako kuna neema. Ninaomba ukatusaidie utuwetu ndani, ukauishe upya dhambi inayokaa, dhambi inayotuzinga ikaondoke. Na Mungu katupe neema juu ya neema. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen.